Ninaitwa Sospita Njuguna na mimi ni mkazi wa hapa Njoro. Kwangu sio mbali na hapa, na niseme kwamba mtoto huyu ambaye ameaga namjua na ninajua hata mamake. Na niseme nimepokea kifo hiki cha mtoto huyu kwa mshtuko na mshangao, kwa sababu hicho sio kifo cha kwanza kufanyika katika shule ya Njoro Girls. Lakini kulingana na taarifa ambazo nimepokea, zinatia hofu sana kwamba mtoto anaweza gonjeka siku 3 bila ya mwalimu mkuu, bila ya naibu wa mwalimu mkuu na bila hata ya nurse kujua. Nimejiuliza maswali kadhaa. Kutoka hapa nyumbani kwa mtoto huyu kwenda shule ni mahali karibu sana, kiasi kwamba ikiwa mwalimu labda angekosa nafasi ya kupiga simu, basi angeweza kutembea kwa mguu na kufika hapa ili kujuza wazazi kwamba mtoto anaugua. Jambo la pili, ikiwa labda mtoto huyu nurse alimtibu, kwa sababu kuna taarifa kwamba alimtibu, alifuatilia kujua mtoto huyu alikuwa na shida ipi. Mwalimu mkuu alipata taarifa kwamba mtoto huyu anaugua. Naibu wa mwalimu mkuu alipata taarifa kwamba mtoto huyu anaugua. Mwalimu wa darasa aliweza kujua kwamba mtoto huyu hajaweza kuingia darasa siku 3. Haya ni maswali ambayo yananipita katika mawazo yangu. Inaumiza sana kwamba tukio kama hili linaweza tukia na mwalimu mkuu asiwe na taarifa kwamba kuna mtoto hayuko kwa darasa. Inaumiza kwamba tukio kama hili linaweza tokea na naibu wa mwalimu mkuu hana taarifa kwamba kuna mtoto hayuko kwa darasa. Na pia inaumiza kwamba tukio hili linaweza tokea na mwalimu wa darasa akose kujua kwamba kuna mtoto hayuko darasani. Na kwa hayo yote pia najiuliza, huyu nurse wakati anatibu watoto wa watu katika shule hiyo, huwa akiwatibu akifikiria nini? Kwa sababu ninaamini mtoto anaporipoti kwamba anaugua, nurse anafaa kuripoti. Jambo la kwanza aripoti kwa mwalimu wa darasa. Mwalimu wa darasa naye aripoti kwa naibu wa mwalimu. Naye naibu wa mwalimu aripoti kwa mwalimu mkuu. Naye mwalimu mkuu aripoti kwa mzazi. Na pia inawezekana pia mwalimu wa darasa na mzazi wako na mawasiliano ya moja kwa moja. Nataka kusema hivi, wamekufa watoto kadhaa kwa shule hiyo, lakini kwa huyu hili ninataka jibu, nijue maisha ya watoto wengine itakuwa namna gani. Nataka nielewe walimu wakati wamepelekewa watoto kwa shule hii, kazi yao ni gani? Je, wanachukulia watoto hawa maanani? Ama hii shule kazi yake ni kupokea watoto, kupokea pesa kwa wazazi inatosha? Kwa sababu huyu mtoto haiwezekani akae siku 3. Alafu wakati mtoto ameachiliwa, maswali yanafuatania chungu nzima. Ina maana kama ndugu yake huyu hangefika kule shule, mtoto huyu angefia kule shuleni. Kwa hivyo ninatoa wito kwa serikali, nikianzia na mkuu wa elimu hapa Njoro. Tunataka taarifa ya ni nini kilisibu shule mpaka huyu mtoto akagonjeka. Mimi mwenyewe nataka taarifa kutoka hata kwa mkuu wa kaunti wa elimu. Anaelewa matukio ambayo yamekuwa yakifanyika Njoro Girls. Ninataka taarifa ya vifo ambavyo vimepatikana kutoka shule hiyo kwa kusema mtoto amegonjeka. Lakini zaidi, mimi ninataka taarifa, nataka kujua ni nini kiliua Brenda. Na hii itatolewa kutoka kwa serikali ya Kenya. Wakati tumepeana watoto shule, tumewapatia serikali. Walimu ambao wako huko wameajiriwa na serikali.
Haiwezekani tunapeleka watoto huko, alafu mtu wa nje ndiye anapata taarifa kwamba mtoto amegonjeka. Wewe mwalimu mkuu, kazi yako ni gani katika hiyo shule? Wewe naibu wa mwalimu mkuu, kazi yako ni gani katika hiyo shule? Wewe mwalimu wa darasa, uko na majukumu gapi katika hiyo shule? Na wewe nurse, ulikuwa ukitibu mtoto huyu ugonjwa upi? Na wewe mati ambaye uko kule kwa Cube, matron, uliweza kutoa taarifa kwamba kuna mtoto yuko Cube ambaye ameugua na amekaa siku 3, na hizi siku 3 ulikuwa ukipatia huyu mtoto chakula? Haya ndiyo maswali ambayo ninataka. Nikimalizia, lazima nikiri kwamba hii shule imeniuzia uoga, nikiwa mkazi wa Njoro na nikiwa kama kiongozi wa Njoro na Nakuru County. Haiwezekani tuwe tukipokea taarifa kwamba mtoto amegonjeka na kidogo amefariki. Mwisho, ninaomba pia waziri wa afya wa Nakuru County aelewe kwamba mpaka huduma ya kwanza hatuna kwa Njoro Sub County Hospital. Huyu mtoto alikibishwa kule kwa hiyo hospitali, baadaye akapewa rifaro, na rifaro hata haikuwa ya PGH, ilikuwa ya Our Lady of Mercy, huduma ya Catholic ya Sisters. Lakini mama yake akaamua kukimbia PGH kwa faida ya kuokoa maisha ya mtoto huyo. Kwa hivyo nimeona hata watoto wakigonjeka kule Njoro Girls ama na shule ingine yoyote katika Njoro, iwe nurses hawataweza kumtibu, hatutaweza kupata hata huduma ya kwanza kwa hospitali ya Njoro Sub County Hospital. Jina yangu ni Farida Komen, mkaaji hapa site. Mimi ni jirani yake na tulifahamu Brenda kama she was a good girl, and hii kifo yake imetustua. Na tukirudi kuangalia hii shule, this is the 3rd victim. Hawa ni watoto wa watu unadeal nao. You have a matron, you have a teacher on duty, you have a nurse in school, which I believe amesoma na amehitimu. You're dealing with people's children. Kama mtoto aligonjeka for the past 3 days, kama ndugu yake angeenda shule, she was to pass in school. Kama hii ni shati yake, kumaanisha mtoto alikaa, she was sick for a while, mpaka akuje mama yake amtoe nguo akimpeleka mochari. That girl suffered. Wanafunzi wanasema hakuwa amekula. Wangepigia, it could have costed nothing to call the parent, umwambie kujia mtoto ni mgonjwa. Haya, kitu ya pili sahi, wameadmit grade 10. Those are young children. Si kama sasa kina Brenda 17, 15, 16, au wamejielewa. Mumeshika watoto wa watu. Will you do the same to this au watoto wadogo? Mtoto mdogo haizi jieleza, why hide the information that the child is sick? It's not the fault of the school kwa mtoto kugonjeka, ita mzazi. It will not cost you anything. Sasa yeye amepoteza mtoto wake, the only daughter. Brenda alikuwa na azimio ya kukua, angekuwa a special teacher ya kufundisha watoto with disability. She wanted to become a journalist. Yes. She wanted to become a nurse, just like the people who neglected her in PGH. So where are we heading as a country? We are all parents. Uchungu wenye huyu mama anasikia, wewe huwezi sikia. Hata ukiona mtoto amelala siku ya kwanza, ya pili, hakuli, until other students are citing, wanatafuta the brother, wamwambie mtoto ni mgonjwa, pigia mama. Where was the school? You cannot tell the teacher, mwalimu haizi piga ama deputy, kujia mama mtoto, na tunaishi karibu. In fact, it's just about 10 minutes. They would have called her in time. Angeshughulikia mtoto in time, and hii yote hatungekuwa hapa sahi. So, even when you say you're sorry, will the sorry bring her back? It won't. So, as a school, and schools and teachers need to change. Unadeal na watoto wa watu, na nyinyi ni wazazi. So, muache kukua kama hayawani na mkuwe na utu. Naitwa Zipora Mwangi, mimi ni jirani yake hapa. Nimeishi na Brenda hapa miaka mingi, ni uchungu sana kuwa tumuoni sahi. Sasa ndio ninauliza, Njorogas imekuwa na kesi mingi, sio mtoto wa kwanza wa pili, huyu ni watatu. Lakini kitu yenye inashangaza ni hii. Kupigia tu mzazi simu,
amwambie mtoto ni mgonjwa, ilikuwa ni kazi ngumu. Kitu ingine imekuwa ni kama kiburi yenye iko shule gani? Shule hiyo. Kwa maana hiyo siku wakati huyo mtoto alitoka hapa akirudi shule, unajua alituambia nini? Wachani nirudi shule, lakini nikimaliza shule tutakuja kufanya bashi nimetoka shule. Sasa imagine ni bashi tunafanya ama ni maombolezi. Ninataka tu hata kama ni education ama kile pali tu wakubwa wako atusaidie kutetea haki ya Brenda. Tusaidieni tu tutetea haki ya Brenda. Ni uchungu. President wetu Ruto aweze kuangalia hizi hospitali zake za government. Maana mimi nachukulianga government kwa ndio hospitali yenye inaeleweka. Maana unaweza enda hata kwa hizo private na mwishoe bado unajikutaga wapi? Kwa government. So atuangalilie hospitali za government zikuwe sawa, na atuangalilie mashule zetu pia, walimu ambaye wako huko. Hivyo tu ndio nitasema. Atusaidie mahali hapo. Maana uwezi enda hospitali kubwa kama hiyo ya Nakuru alafu ukose matibabu. Mtoto ati aguzwi mpaka na mtu hata maji peke yake. Kwani ni hospitali gani? Si hata mimi nitauliza. Atusaidie hapo. Ni hayo tu.